Haya jamani, nafikiri ni ndogo sana lakini tunakaa. Basi moja jamani, ili angalau dereva asikae sana. Mimi kama kiongozi nina wajibu wa kuwapeni taarifa. Na sina sababu yoyote ya kukudanganya kwa sababu sigombei udiwani wala ubunge. Nina haki ya kukupa taarifa. Ila wewe una haki ya kupokea taarifa, una haki ya kuniuliza swali lolote. Umeelewa ndugu zangu? Na ndio maana tumemwomba dereva hapa kwamba hebu tuwaambie ambacho. Na ndio hilo nilichowaambia kwamba tumekubaliana mpaka mwezi wa 8 mwaka huu, ambayo ni miezi kama miwili iliyobaki au mitatu, hapa pote kwa kilomita 9 zote zimekamilika. Umeelewa ndugu zangu? Na hiyo ndio tunayoifanya. Mimi kama mkuu wa mkoa natembelea mkoa mzima, na tumeanza na kule mjini, mabarabara ya Jangwani na mengineyo, ili kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakamilika. Mimi sio mwanasiasa, lakini nikiingia kwenye utekelezaji ni utekelezaji. Niamini mimi mkuu wa mkoa. Mheshimiwa, tunataka utekelezaji. Hii barabara ni ya miaka mingi, na sisi wakazi wa huku ni watu wa siku nyingi. Inakuwaje atuwekee lami? Haya, mkoa, angalia leo, huwezi kujua hapa kama kuna lami, huwezi jua kama kuna lami, kote unaona ni vumbi. Tunaombeni kama mnaweza tuwekewe barabara. Hamna haja sisi ya kulipa service rate, kwa sababu zile ndio zinasababisha sisi tuwekewe maji, umeme, barabara. Tunalipa za nini sasa? Changamoto ya mtaa wetu mitaro ya maji. Hizi barabara mara ya kwanza ilikuwa na lami safi mpaka banana, lakini ile lami ilikuwa kidogo naona iko chini ya kiwango. Kwa hiyo tulitegemea ndugu zetu wao watafanya ile zoezi haraka, lakini shida kubwa ni mitaro ya maji. Ndio maana barabara ikawa haipitiki, gari zilikuwa zinanasa, bajaji ndio kabisa. Tunashukuru sana watu wa bajaji wamejitahidi sana, lakini madaladala yametukimbia. Sasa hivi yako wapi? Buza, gari zetu zote za Kitunda zimehama. Hii barabara hii ina changamoto sana hapa Kitunda mpaka Lelini hapa. Yaani changamoto yake ni kubwa sana. Mpaka sasa hivi hapa kidogo naona kama huyu mkandarasi hapa kidogo naona kama kaiwezea kwa sababu hapa kidogo mvua imekosha, yani imesimama kidogo kunyesha. Lakini kipindi cha nyuma kulikuwa shida sana hapa. Huyu mkandarasi akuweka diversion. Watu wanashindwa kuingia majumbani, wazazi wanashindwa kwenda hospitali, watu tunaumia. Madimbu yamekaa hapo yamesuffocate kutoka nyumba moja ya kwanza ya pili ya tatu kwangu. Mimi niko hapa tangu mwaka 1989. Kwa majina naitwa Mhandisi John Magori, ni kaimu meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni meneja wa TARURA wilaya ya Ilala. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kweli kwamba kumekuwa na changamoto kwenye hii barabara ya Kitunda, hasa kutokana na mvua zilizonyesha. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kumbukumbu yako sahihi, kwa sababu unafuatilia ujenzi huu. Ujenzi huu umeanza Mei mwezi wa 5 mwaka jana tarehe 15 2025. Kwa hiyo na ujenzi huu Mheshimiwa mkuu wa mkoa ulianzia kule Msongola, na wewe mwenyewe ni shahidi, ulifika kukagua na umekuwa kukagua mara kwa mara. Kwa hiyo lile la kusema kwamba ujenzi huu umeanza mwaka jana mwezi wa 4, nadhani atakuwa amekosea kumbukumbu. Lakini kweli changamoto ipo, na changamoto hii Mheshimiwa mkuu wa mkoa imetokana na kwa sababu mkandarasi wakati amefika kwenye hiki kipande, baada ya kutoka kwenye vipande vingine, alivyochimba kuondoa udongo ule mbaya wa chini, bahati mbaya sana kipindi cha mvua kikawa kimefika, na eneo hilo kwa sababu lenyewe lina maji mengi, kwa kitaalamu wanasema lina high water table, imekuwa sio himilivu kwenye kipindi hiki cha jua. Lakini pamoja na changamoto zilizokuwepo eneo hili, mkandarasi amekuwa hatoki. Kwa hiyo barabara hii itawekwa mitaro, lakini pia itawekwa taa. Ndio. Sasa ndugu zangu, hawa wa China hawa kuna muda walisimama, kiukweli kabisa walikuwa hawajalipwa. Lakini tukawaambia hata kama hujalipwa, wewe chukua hela popote, kwa kuwa umesha saini mkataba. Sijui umeelewa mpaka hapo? Kwa sasa hivi nataka tuwatie adabu ili wahakikishe wanamaliza barabara kwa haraka. Sawa. Sawa jamani? Ndio. Naombeni kwanza mtuwie radhi kwa sababu hatufanyi siasa. Maisha ya Mtanzania sio siasa. Unahitaji kutembea, watoto wanachelewa nyumbani, wanaharibikiwa kwa sababu ya hizi barabara. Nauli kwenda mpaka Kariakoo inafika mpaka 1500 inamhusu, na mafuta yamepanda. Kabisa. Sijui mnaelewa ndugu zangu? Ndio. Kwa hiyo mimi natembelea hapa, lakini nitakuja tena na tena na tena ili barabara iweze kuendelea. Asante.